Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji popote mliko, nimeandaa ujumbe kwa ajili yako wewe mtu wa Mungu, wewe ambaye umetanishwa na Kristo, wewe ambaye umemfuata Mungu aliye hai. Ningependa upate kufahamu juu ya upendo wa Mungu, vile ambavyo Mungu anakupenda, vile ambavyo Mungu anajitoa kwa ajili yako. Mungu alimtoa mwanae wa pekee ili wewe upate uzima wa milele. Ni jambo la ajabu sana Mungu kumwangamiza mtoto wake ili sisi tukapate nafasi ya kuingia katika uzima wa milele. Ningependa kusema nawe mtu wa Mungu, usikubali jambo lolote likakutenga na upendo huo wa Mungu, ambaye Mungu amekuonyesha upendo wa ajabu ambao mama yako asingekuonyesha, baba yako asingekuonyesha, ndugu yako asingekuonyesha. Hakuna mwanadamu, hata mume wako asingekuonyesha upendo huo, mke wako asingekuonyesha upendo huo. Upendo huu ni upendo wa Mungu. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Warumi 8 na ule mstari wa 35, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Mungu? Mpendwa mtazamaji, angalia mtu asikutenge na upendo wa Mungu. Ndani ya upendo wa Mungu kuna uzima. Ndani ya upendo wa Mungu kuna kuinuliwa. Ndani ya upendo wa Mungu kuna kufanikiwa. Ndani ya upendo wa Mungu kuna ufalme wa Mungu. Angalia mwanadamu asikutenge na upendo wa Mungu. Maana iwapo mwanadamu atakutenga na upendo wa Mungu, baraka ambazo zimewekwa katika upendo wa Mungu hautaweza kuzipata. Ndipo maandiko yanasema katika hicho kitabu cha Warumi 8 mstari wa 35, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Mungu? Angalia mtu asikutenge na upendo wa Mungu. Hata kama ni rafiki, asikutenge na upendo wa Mungu, asikutoe nje ya upendo wa Mungu. Hata Biblia inasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Maana upendo wa Kristo ni upendo ambao haupatikani kwa wanadamu, isipokuwa ni Kristo mwenyewe akupatie. Usikubali kutolewa katika upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo